Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Serikali ya Israel imeanza mpango wake wa kile inachokiita kuzika mpango wa kuwepo kwa taifa la Palestina. Katika mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika siku ya Jumapili, serikali ya Israel imekubaliana kwa pamoja kwamba lazima watayachukua rasmi na kuyarasimisha maeneo ya Wapalestina hasa katika ukingo wa Magharibi, na kwamba maeneo hayo yatatambulika ni mali ya Waisrael na Wayahudi wa kilowezi wanaoishi katika maeneo hayo. Baraza la mawaziri la usalama hapo jana limeidhinisha hatua zinazolenga kuimarisha udhibiti wa Israel katika eneo la Wapalestina ambalo linakaliwa kwa mabavu, eneo la ukingo wa Magharibi. Ofisi ya waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich katika taarifa imetangaza maamuzi hayo ambayo yanalenga kuwarahisishia walowezi wa Kiyahudi kuwalazimisha Wapalestina kuachilia ardhi yao, na kuongeza kwamba hatua hiyo inaenda kulizika wazo la kuwepo kwa taifa la Palestina. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mpango huu wa Israel utasababisha hali ya mapigano ya kila kukicha katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kati ya Israel na Waarabu katika upande wa Palestina, lakini pia na makundi mengine ya wapiganaji ambayo mara kadhaa yamekuwa yakisema kwamba yanatetea ardhi ya Wapalestina, lakini pia ikiwatetea maisha ya Wapalestina. Israel kwa kauli moja imekubaliana kwamba wakati huu haikubaliani na mpango wa kuwepo kwa taifa la Palestina, na moja kati ya mbinu ambazo lazima zitumike ni kuyateka kwa kiasi kikubwa maeneo ya Wapalestina kuanzia ukingo wa Magharibi, lakini pia na hata katika ukanda wa Gaza. Mpango mwingine uliopo wa namna ya kuipoteza Palestina kuwa kama taifa ni pamoja na kuwaondoa wakazi wa ukingo wa Magharibi, lakini pia kuwaondoa wakazi wanaoishi katika ukanda wa Gaza, na kwamba mpango ni kupeleka katika mataifa mengine. Moja kati ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba pengine kutambua kwa eneo la Somaliland ni mpango mwingine wa Israel na Marekani wa kuwahamisha wakazi wa ukanda wa Gaza na kuwapeleka katika maeneo hayo ili tu Israel iweze kuyatawala maeneo hayo watakavyo, na kwamba wazike wazo la kuwepo kwa taifa la Kipalestina, taifa la Kiarabu. Katika hatua nyingine, rais wa Israel Isaac Herzog amewasili Sydney, Australia katika ziara yenye lengo la kuonyesha mshikamano kwa jamii ya Wayahudi wa Australia baada ya shambulio la risasi la Desemba mwaka uliopita ambalo liliwaua watu 15. Jaribio hili la mauaji limetokana na namna ambavyo Wayahudi wamekuwa wakiwatesa Waarabu huko Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Herzog anatembelea Australia wiki hii kufuatia mwaliko maalum kutoka kwa waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese baada ya shambulizi la risasi la Desemba 14 katika ufuo wa Bondi, shambulizi baya zaidi la aina hiyo kuwahi kushuhudiwa katika siku za hivi karibuni. Mapema leo Jumatatu, Herzog alianza ziara yake katika ufuo wa Bondi ambapo aliweka shada la maua kwenye eneo la kumbukumbu la waathiriwa wa shambulizi hilo. Kiongozi huyo amekutana pia na manusura wa familia zaidi ya 15 waliouawa katika shambulizi hilo. Mawe haya kutoka Yerusalemu, mji wa milele, mji mkuu wa milele wa Israel, yatabaki hapa Bondi milele katika kumbukumbu takatifu ya waathiriwa, na kama ukumbusho kwamba uhusiano kati ya watu wema na imani zote na mataifa yote utaendelea kuimarika licha ugaidi, vurugu na chuki, na kwamba tutashinda uovu huu pamoja, anasema Herzog. Hata hivyo, wachambuzi wamesema kwamba mpango unaofanywa na Israel utasababisha Wayahudi kutengwa katika mataifa mengi ulimwenguni. Kwa mfano, wakati huu Israel inavyoteka maeneo ya Wapalestina na kurasimisha maeneo hayo kuwa ni ya kwao na kulizika wazo la kuiondoa Palestina katika wazo la ulimwengu la kuwa taifa huru, kwamba halitowezekana tena. Huu mpango utasababisha Wayahudi kuishi kwa kutokuwa na amani katika maeneo mengi ulimwenguni, kwani watakuwa wakilipiziwa kisasi kutokana na kile kinachofanywa na ndugu zao katika maeneo ya nchi ya Palestina. Hali kama hii imetokea si tu Australia, lakini pia imetokea hata nchini Marekani ambapo mauaji ya Wayahudi yamekuwa ni makubwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini kinachojiri duniani kupitia The World News, utaweza kufahamu.